بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، كتاب الزكاة. بإذن الله تعالى katika kikao cha leo tutaanza babun fi zakati bahimatil an'am, mlango ambao chini yake ametaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala zaka ya wanyama bahimatul an'am. Kiswahili wasema wanyama hoa: mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. قال: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام. jua kuwa katika jumla ya mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kuzitolea zaka ni zaka ya wanyama. Bahimatul an'am asema wahia, akiwaeleza ni wanyama gani: al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Na katika al-ghanam yaingia ndani yake mbuzi na kondoo. Kwa hivyo ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo, hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu yao zaka. bal hiya fi tali'ati al-amwal az-zakawiyya, katika mali ambazo zatolewa zaka zilizotajwa za mwanzo, miongoni mwao ni mali hii ya wanyama. فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ya uwajibu wa zaka katika wanyama imekuja katika ahadith sahiha nyingi zilizoenea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. wa kutubuhu fi sha'niha wa kutubu khulafaihi ma'rufatun mashhuratun, na barua alizoziandika Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hizi zaka na namna ya kutoa zaka za wanyama, kadhalika makhalifa wake Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuja baada yake pia wameandika namna inavyotakikana itolewe zaka ya wanyama, maarufa wa mashhura في بيان فرائضها وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. barua
za Mtume sallam na makhalifa wake waongofu zajulikana, ni mashuhuri katika kubainisha ufaradhi wa kutoa zaka kwa wanyama, bali na kutuma wakusanyaji wa zaka kwa makabila ya Waarabu mbalimbali yaliyoko pambizoni mwa Madina na sehemu nyinginezo katika saha ya nchi za Kiislamu zilizokuwa chini ya utawala wa Mtume sallam na baada yake makhalifa wake. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. itawajibika kutolewa zaka kwa ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo kwa masharti mawili. الشرط الأول, sharti la kwanza, an tutakhadha lidarrin wa naslin la lil'amali, iwe yule mnyama amechukuliwa kwa ajili ya maziwa, dar yani laban, wa naslin na kuzalisha, wala sio kwa ajili ya kazi. Bimaana isiwe ni mnyama ambaye amewekwa kwa kazi, awe ni mnyama amewekwa kwa ajili ya maziwa, ama wawe wengi, mtu akitaka kula iwala, siku anataka kula. Sasa kuna mnyama ambaye amewekwa ni wa kazi, kwa mfano ngamia ambaye mtu amtumia kutembea naye, ndiye anayemtembeza katika safari zake. Ngamia kama wale hawana zaka, لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. kwa sababu hawa ambao wamewekwa kwa ajili ya maziwa na kwa ajili ya kuzaana kuwa wengi, huwa wengi na manufaa yake yakawa ni mengi, na hukua kwa ukubwa na kuzaana. Kwa hivyo hapa ikawa kuna kuwaliwaza wale wasiokuwa na uwezo. Kwa hivyo sharti la kwanza, an tutakhadha lidarrin wa naslin, iwe amewekwa yule mnyama kwa ajili ya maziwa au kwa ajili ya kuzalisha kuwa wengi wale wanyama. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية, iwe mnyama yule ni mwenye kula katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, chakula cha bure kile, utoka katembea wakala nyasi wakaregeshwa. Bimaana yule anayefuga wale wanyama hana tabu katika kununua kwa mfano chakula chao, yatoa wanyama wake waenda wala warudi. Saim, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. hapa shahid katika hadith, sitakuingia kwenye ibnatu labun, tutazungumzia hapa mbele, lakini ashahid fi kulli ibilin saima. tumsalama mtaja saima, rawahu Ahmad wa Abu Daud an-Nasa'i. was-sawmu ar-ra'yu, yani awi wachungwa katika nyasi na mimea ambayo iko nje tu hivi, kuwa hana kazi yule mtu ya kununua kile anachomlisha mnyama wake. فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره. si wajib kuwatolea wanyama zaka wale ambao chakula chao umewafunga wawanunulia na kuwaletea. Sasa pale kuna gharama, wanunua mwenyewe, au wapata tabu ya kwenda kukata wewe, wamekaa pale pale wawalisha, kuna kazi pale endelea.
hadha idha kanat tu'lafu alhawla kullahu au aktharahu. Lakini hapa ieleweke, iwe kule kuwalisha wawalisha mwaka mzima ama zaidi katika mwaka, bimaana kuanzia miezi kama 6, 7, miezi 8 wawalisha, miezi 7, 8, hii zaidi katika mwaka wawalisha tu chakula cha kununua. Alafu kwa mfano ile miezi iliyobakia watoa nje wale, huyu bado hana nini? Hana zaka. Ama ikiwa kinyume, yani bimaana zaidi wala nje kuliko unavyomlisha wewe, hapa bado itawajibika kufanya nini? Kuwatolea zaka. Nafikiri imeeleweka masharti haya mawili. Sasa tuje kwa mnyama mmoja mmoja, zaka yake yalipwa vipi? Awalan al-ibil, tuzungumzie zaka ya ngamia, namna gani muislamu atalipa zaka ya ngamia. Qala hafidhahullah, wa idha tawaffarat ash-shurut, ikiwa haya masharti yatapatikana. Tumetaja sharti la kwanza lipi? Naam, an tutakhadha naam lidarrin wa naslin, ya kwanza. الشرط الثاني أن تكون سائمة. sasa ikiwa haya masharti mawili yametimia kwa wale ngamia, wajaba fi kulli 5 min al-ibil shatun, katika kila ngamia 5 ikipita mwaka utatoa zaka mbuzi mmoja ama kondoo mmoja. Wa fil 10 shatani, wakifika 10 utatoa mbuzi wangapi? Wawili. Kwa mfano mtu mwaka mzima ngamia zake ni 9, bado mwezi mmoja tu ule mwaka utimie na ngamia 9, mmoja akajifungua ngamia akazaa akatoa mtoto, wakakamilika 10. Baada ya mwezi tu imetimia mwaka, hukumu yake itakuwa nini hapo? Naam, tafadhali. Atatoa shatani, mbuzi wawili, sababu yaangaliwa asli ya mwaka ilianza ngapi kuanzia itimie nisab. Nafikiri jana tulitaja, sio majuzi tulitaja. Kwa hiyo hutosema kwa lakini huyu anzaliwa saa hii, wacha ningoje mwaka ujao ndio nitatolea zaka. Pale pale ndio atolea zaka. Kwa hivyo utatoa mbuzi wangapi? Wawili. Wa fi 15 3 shiyahin, wakifika 15 utatoa mbuzi 3, katika kila 5 mbuzi mmoja. Wa fi 20 4 shiyahin, wakitimia ngamia 20 utatoa mbuzi wa 4, 5 5 5 5, mbuzi wa 4. كما دل على ذلك السنة والإجماع, ودليل السنة na ijma'. Mpaka hapa tumeelewana. Kwa tumefika mpaka ngamia ngapi? 20. Ngamia 20 mbuzi 4. فإذا بلغت 25, kwa hivyo itakwenda hivi mbuzi wa 4 20 21 22 23 24, bado mbuzi ni ngapi? Wa 4. Ikifika 25 yabadilika sasa. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض, hapa itabadilika sasa, badala ya mbuzi kuongezeka itawachwa wale mbuzi wote weka kando, utatoa bint makhad. tutaelewa bint makhad nani. qala wa hiya ma tamma laha sanatun wa dakhalat fi sanati athaniya, na huyu ni ngamia ambaye ametimiza mwaka, ashaanza kuingia katika mwaka wa pili, bimaana ametimiza miezi 12, aanza kwenye mwaka unaofuata. Ngamia ambaye ana umri huo aitwa bint makhad, huyu ndiye atakayetolewa wanapofika 25. Sumiyat bidhalika, kwa nini ameitwa bint makhad? سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت. huitwa kwa jina hili kwa sababu mara nyingi yule ngamia anapozaa
huketi kipindi kile kisha akawa ashabeba mimba nyingine. Walaysa kaunuha makhidan shartan, wala sio sharti kuwa lazima mama yake awe ashabeba mtoto. Wa inma hadha ta'rifun la bighalibi ahwaliha. Hii ni taarifu imekuja kwa sababu mara nyingi wanivu kuangamia kishafika mtoto wake mwaka na tayari yule mama sasa yubeba mimba nyingine. Ndio maana akaitwa bint makhab, yani mtoto wa aliye na mimba. Sawa. Fa in alimaha ajza anha ibn labun, ikiwa atakosekana huyu basi atatosheleza ibn labun. Tutaelewa ibn labun ni nani hapa sasa hivi. لحديث أنس فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون. بنت inaeleweka kuwa atakuwa ni ngamia wa kike. Bint makhab ni ngamia wa kike mwenye umri huo tuliotaja, shamaliza mwaka, ameingia katika mwaka unaofuata. Ikiwa hatapatikana huyo, ana ngamia lakini hana ngamia mwenye umri huo wakati huo ambaye aweza kumtoa, sema ففيها ابن لبون. رواه أبو داود. ويأتي بيان معنى ابن اللبون، لتكوجي pambele maana ibn اللبون. قال وإذا بلغت الإبل 36، بمعنى hii hisabu itakwenda kuanzia 25 26 mpaka ifike 30 na ngapi na 6 mpaka 35 bado atolewa bint makhab. Ikiwa atakosekana atatolewa ibn labun. Asema wa idha balaghat al-ibl 36 wajaba fiha bint labun. Hapa sasa itabidi lazima atolewe bint labun. Kuna ibn labun na bint labun. Bint labun ni ngamia wa kike. لحديث أنس وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يعني ngamia wa kike. وكما دل على ذلك الإجماع، نهي ودليل إجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها 2 سنين، لهذا سميت بذلك. بنت لبون ni ngamia wa kike ambaye ametimia miaka 2, umri wake miaka 2, akaitwa bint labun. Kwa nini? lianna ummaha takunu fil ghalibi qad wada'at hamlaha, kwa sababu mara nyingi yule mama yake aliyemzaa kabla ya miaka 2 huwa ashazaa tena mara ya pili katika ile miaka 2. فكانت ذات لبن، akawa ana maziwa. وليس هذا شرطا، ingawa hii si shart yani, lakinahu ta'rif laha bilghalib, ni ta'rif ambao mara nyingi huwa ni hivyo, ndio maana kaji. Kwa hiyo kusema bint labun ni kama kusema binti wa yule ambaye atoa nini? Maziwa, al-laban. Sawa. Bint makhab ni binti wa yule ambaye nini? Ana mimba. Bint labun yule ambaye ana maziwa. Tofauti ya makhadh na labun, makhadh ni wa mwaka mmoja, labun ni wa miaka 2. Tuenda vizuri hapo. طيب. فإذا بلغت الإبل 46، hii hisabu itakwenda kuanzia 36 mpaka 40 na ngapi? Na 6. Wajaba fiha hiqqatun. Kwa hivyo ibn labun na bint labun wote miaka yao ni ile umri ni mmoja. Tuelewana sana. Kwa sio kanuliza na ibn labun wa miaka mingapi? Ni hivi tu kama bint labun. Isipokuwa hapa tatolewa bint labun pale tulipotaja. Fa idha balaghat al-ibl 46، ngamia wakitimia 46 wajaba fiha hiqqatun. Hapa itakuwa ni wajibu kutoa hiqqa, wa hiya ma tamma laha 3 sinin, na huyu ni ngamia wa kike ambaye ametimiza miaka 3 aitwa hiqqa. Nitawauliza nikimaliza inshallah, shikeni vizuri.
Sumiyat bidhalika, kwa sababu tuwataje sababu ya kuitwa hivyo nini, ili sikutatize. Tumesema bint Makhadh ishaeleweka, bint Labun imeeleweka kwa Laban. Sasa huyu aitwa Hiqqa. Kwa nini aitwa Hiqqa? Asema wasumiyat bidhalika liannaha bihadha as-sinni istahaqqat an yatruqaha al-fahlu wa an yuhmala 'alayha wa turkaba, kwa sababu akitimia miaka mitatu yule ngamia wa kike amestahiki kuwa aletewe ngamia wa kiume awe aweza kubeba mimba, sababu ashafika umri ambao aweza kubeba mimba. Kadhalika yuweza kupandwa, bimaana yule mwenyewe aweza kumfanya ni ngamia wake wa safari zake, au akambebesha mizigo katika umri huu. Kwa hivyo istahaqqat dhalika fasumiyat hiqqa. Umeelewa haya majina namna wanavyoyatoa Waarabu? Ukiangalia utakuta kila moja lina maana yake, ndio la kueleza wewe maana yake nini. Fa idha balaghat al-ibilu 61, kwa hivyo itakwenda kuanzia 46 mpaka 60 hiqqa. Ikiingia 61 61 wajaba fiha jadha'atun. Sasa anayetolewa ni jadha'a, wa hiya ma tamma laha 4 sinin. Jadha'a ni yule ambaye ametimiza miaka 4. Sumiyat bidhalika liannaha idha balaghat hadha as-sin tajdha'u ay yasqutu sinnuha, kwa sababu akifika umri wa miaka 4 kuna meno huanguka. Sasa kule kuanguka meno wasema tajdha'u ay yasqutu sinnuha, yale meno yake huanguka. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. كما نحن يمتوم صلى الله عليه وسلم وهو ndiye aliyetimiza miaka 4. وقد أجمع العلماء على ذلك, na hii ni kwa ijma' pia ya wanaoviona, hakuna ikhtilaf katika hiyo. Mpaka hapa tumeelewana? Kuelewa muelewa, lakini hizi hesabu kuzishika nataka utulize akili. فإذا بلغ مجموع الإبل 76, kwa hii hesabu itakwenda mpaka 75. Ikifika 76 wajaba fiha binta labun 2. Sasa turudi kule kule kwenye binti labun, lakini wawili. Binti labun ni ngamia na miaka mingapi? Abdurrahman عندك اللبون بنت لبون كم لها من السن؟ 2. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بنت لبون ana miaka mingapi? Wangapi utatoa? Wawili. Sasa hawa ni ikishafika idadi yao 76, utarudi kwa yule wa katikati pale, utatoa ngapi? Wawili. للحديث الصحيح، حديث صحيح وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90، na hisabu itakwenda mpaka ngapi? Mpaka 90. ففيها بنتا لبون. kwa hivyo wawili wa kike wenye umri wa miaka 2 wenda kwenye. فإذا بلغت الإبل 91 mpaka 90. ikifika 91 badilika, وجب فيها حقتان. حقة أنا عمري gani? أبا معاذ asema na miaka 3. sawa jamani, mkubali? ana miaka 3. Jadha ana miaka mingapi? hapa sisikia. Aba Hudhaifa Jadha wachungulia sana bwana. Jadha ana miaka mingapi? 4. sawa. wajaba fiha hiqqatani, kwa hivyo ngamia wawili wenye umri wa miaka mingapi? 3. للحديث الصحيح الذي جاء فيه فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل, kama vile tulivyotaja kuwa washafikia wakati ambao waweza kupandwa na ngamia mume.
وللإجماع على ذلك. وإذا كنزيا 91 إلى 20 و100 mpaka 100 na ngapi na 20, hapo watu wa nini hiqatani. sawa. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة بمعنى وكفيك 121. sasa ishapita ile nisabi iliyowekwa hiqatani. wajaba fiha 3 banati labun, hapa itakuwa ni wajibu kutoa 3 banat labun. binti labun ana umri gani? naam, miaka 2, lakini watoa ngapi? 3 ngamia wa kike. لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ikiwa watazidi zaidi ya 120. kwa hivyo hapa الشيخ الفوزان حفظه الله asema فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة بمعنى 121 sasa imfika wajaba fiha 3 banati labun, watatu watoa banati labun. kwa nini ametoa watatu? hadithi yasema فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. kwa hivyo ukichukua kwa hisabu ya 40 katika 121 kuna 40 ngapi? naam 43. ndio Sheikh Al-Fawzan akasema wajaba fiha 3 banati labun. tumeelewana hapa? طيب. ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. kisha baada ya hapo sasa hisabu ienda hivyo, katika kila 40 utatoa binti labun na katika kila 50 utatoa nini? hiqqa. kwa hivyo itaangaliwa mwanzo binti labun. طيب, tuseme kwa mfano wale ngamia wamefika 130, mfano tuchukulie, italipwa vipi hapa? naam, itaangaliwa 40 ya kwanza, 40 ya pili. ni ngapi hizo? 80. kisha imbakia ngapi? 50. wale 50 itatolewa nini? hiqqa. ukitoa binti labun na nini na hiqqa, wa hakadha ila al-1000 wal-2000 wakadha mpaka mwisho. sasa utaenda na hisabu kwa namna hiyo. wallahu ta'ala a'lam. nimekwenda taratibu ili labda asa huenda natarajia kuwa tumeelewa kule kuelewa mmeeleweka. lakini sasa kushika kuwa huyu ni binti labun, binti makhad, hiqqa, jadhaa, hii ataka mtu kidogo awe ameandika mahali hivyo pitia angalau asitatizike. alafu zile hisabu pia kujua hapa mpaka hapa, hii hapa mpaka hapa, pia zataka utulivu. lakini kwa uchache kila mtu nafikiri amefahamu namna gani inavyotakana kutolewa zaka katika ngamia. na ukiwa nao utajua, ikiwa una ngamia utaelewa. pengine sasa hii labda akili yako haishiki haraka hivi, kwa sababu kuna wengine wetu hatujafikiria hata siku moja kufuga ngamia, lakini kifika kile kitu ambacho cha kuhusu, basi utajua tu biidhnillah taala. kifika umefikiria utajishughulisha inshallah. lakini natarajia kwa tumeelewana inshallah taala. kesho biidhnillah tutakuja kuzungumzia zakatul baqari, zaka ya ng'ombe yatolewa namna gani. ikiwa wakati utaturuhusu, ingawa ni ndefu sana, utaingia zakatu alghanami, zaka ya ngamia. hata kama tutachukua tueleze tu zaka ya ngamia mpaka mwisho wake biidhnillah taala. ikiwa Allah atatupa wasaa na wakati, tutazungumzia kesho insha Allah zaka ya ng'ombe na zaka ya mbuzi. mara nyingi wengi tunaokaa hapa labda pengine kitu ambacho chaweza kumgusa ni zaka ya mbuzi, lakini pia ng'ombe si sana huku kwetu. yani sehemu za bara pengine kule ndio wafugaji wa ng'ombe, itakuwa yawagusa zaidi. na masala ya ngamia ni sehemu za majangwani, northeastern kule zaidi ndio yawagusa masala ya ngamia, kwa sababu ni wafugaji wa ngamia. lakini ni muhimu, au naweza kusema ni wajibu
kwa ambaye anao wale wanyama awe atajua zaka yao yatolewa vipi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.